Hivyo ulivyo leo na kipato unachokipata ni kwa sababu ya thamani ambayo unatengeneza. Na uzuri ni kwamba thamani yako inaweza kuongezeka ikawa kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Watu wengi wanafikiri kwamba kulipwa unacholipwa ni bahati tu, lakini ukweli ni kwamba kuna kanuni za kisayansi zimethibitishwa kabisa kwamba kuna namna unaweza kuongeza thamani yako. Na leo nataka nikwambie funguo 3 unaweza kuzitumia kuongeza thamani yako sasa hivi ili iwe kubwa na maradufu kuliko ambayo ulionayo sasa hivi. Cha kwanza kabisa ni kwamba unatakiwa kuwekeza kwenye kitu kinaitwa critical skills. Kwenye kila taaluma ulionayo kuna aina ya ujuzi kati ya 5 mpaka 7 ambao unauhitaji ili uwe bora zaidi katika kitu unachokifanya. Kwa hiyo haijalishi uko katika taaluma gani. Swali la kwanza la kujiuliza ni kwamba hivi ni ujuzi wa aina gani ambao nikiwa nao unaongeza thamani yako? Na tunasema kitaalamu ni kati ya ujuzi wa aina 5 mpaka 7. Na unachotakiwa kujua ni kwamba kulingana na mwalimu mzuri kabisa wa mambo ya swala ya kiongozi na ukuaji binafsi katika taaluma anaitwa John Maxwell, alikuja na kanuni moja nzuri sana inaitwa 70-25-5, ambapo alisema 70% ya muda wako unatakiwa utumie katika nguvu zako. Hii tunaita strength zone. Vitu gani ambavyo unavifanya kwa ubora sana, na 25% unatakiwa utumie katika growth zone. Maana yake ukuze ujuzi wako ambao bado uko chini, na 5% ndio unaitumia katika weak zone, vitu ambavyo wewe ni mdhaifu. Kwa hiyo changamoto ambayo ningependa nikupe leo ni kujiuliza, katika taaluma ulionayo leo, katika kitu unachokifanya leo, unatumia kipaji, unatumia taaluma yako, umeajiriwa, umejiajiri. Swali la msingi la kujiuliza ni kwamba je, ni ujuzi gani ambao ukiwa nao au ukiumaster vizuri utakuletea tofauti kubwa sana katika kitu unachokifanya. Watu wengi sana wanafanya vitu bila kujua aina hizi za ujuzi. Ndio maana wanatumia muda mwingi sana, lakini matokeo wanayopata yanakuwa ni machache sana. Lakini ufunguo wa pili ambao unauhitaji ili uweze kufanikiwa katika kitu unachokifanya na kuongeza thamani yako ni kuwa na nidhamu binafsi. Moja ya changamoto kubwa sana watu wengi walionayo ni kwamba hawana nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi maana yake ni uwezo wako wa kujisimamia, kufanya kile unachotakiwa kufanya bila kuwa na mtu yoyote ambaye anakusimamia juu yako. Na kuna maeneo 3 ambayo unatakiwa uzingatie na kuwekeza nidhamu yako binafsi. Eneo la kwanza ni katika matumizi yako ya fedha. Watu wengi sana wanapata fedha nyingi na zinapita mkononi mwao, lakini hawana nidhamu. Hawana nidhamu ya matumizi, hawana nidhamu ya uwekezaji, hawana nidhamu ya aina yote ile. Watu wengi wanaishi bila hata kuwa na budget ya maisha yao. Hata wewe sijui kama nikikuuliza unatumia kiasi gani kwa kununulia bando kila mwezi ili uniangalie video zangu YouTube, sijui kama unafahamu. Sijui kama unafahamu unatumia kiasi gani kununua airtime. Sijui kama unafahamu kiasi gani unatumia kwa ajili ya nauli za mwezi katika kila mwezi. Kwa hiyo msingi sana ni kujua kwamba unahitaji kuwa na nidhamu kubwa sana inapofika kwenye swala zima la fedha ambazo unazitumia. Lakini eneo la pili la nidhamu binafsi ambao unatakiwa kuwa nayo ni muda. Watu wengi sana wamepoteza muda wao sana. Hawajui kwamba muda ni mali. Ni bora upoteze hata pesa kuliko kupoteza muda, kwa sababu pesa unaweza ukaitafuta, lakini muda ukipita ndio umepita. Kwa hiyo ni vizuri kujipangia ratiba yako ya kila siku, kujua unafanya nini unapoamka mpaka unapokwenda kulala. Usikubali muda wako kuupoteza. Kumbuka muda wako ni maisha yako. Unapopoteza muda, maana yake unapoteza maisha yako ambayo hutayapata tena. Lakini eneo la 3 na la msingi sana ambao unatakiwa kujengea nidhamu binafsi ni eneo la marafiki. Kumbuka si kila mtu anatakiwa kuwa rafiki yako, na ni muhimu sana kujua aina gani ya watu ambao unaambatana nao. Kwa mujibu wa Jeff Olson, kila mtu ni wastani wa watu 6 au 5 ambao wanatuzunguka katika maisha yetu. Chagua watu ambao wanakujenga, chagua watu ambao wanakuongezea thamani katika maisha yako. Na kama hujajua namna gani unaweza ukachagua marafiki wazuri, tafuta video yangu nyingine ambayo nimezungumza namna gani unaweza ukatafuta marafiki wanaokujenga na kufikisha katika hatima yako. Lakini funguo wa 3 ambao unaweza ukautumia katika kujenga thamani yako na kuongeza thamani yako ni kufanya vitu kwa ubora. Mtu maarufu sana anaitwa Oprah Winfrey, Marekani mweusi kule nchini Marekani, mwanamama huyu ambaye anamiliki vyombo vingi sana vya habari. Alisema kitu kimoja kizuri sana. Alisema kwa lugha ya Kiingereza, akasema kwamba unapofanya asema if you do things in excellent way is deterrent to sexism and racism. Akimaanisha ukifanya vitu kwa ubora, hakuna mtu atakubagua jinsia yako au atakubagua rangi yako. Kwa hiyo namna ya 3 ya kuongeza thamani ni kufanya vitu kwa ubora. Kwa nini usijulikane kama ni mtu ambaye unafanya mambo kwa ubora katika taaluma yako? Unafanya mambo kwa ubora unapokuwa ofisini. Dunia yetu sasa hivi mara nyingi haitafuti watu wenye vyeti, inatafuta watu wanaofanya vitu kwa ubora. Ukiweza kufanya vitu kwa ubora, utaongeza maradufu thamani ambayo unayo. Kwa hiyo hapa unatakiwa utengeneze kitu kinaitwa
dependability index. Namna gani watu wanaweza wakakutumaini wewe katika unachokifanya. Katika field yako, tukisema tunatafuta mpiga picha mzuri, je, jina lako wewe kama mpiga picha linatajwa? Tukisema tunatafuta fundi wa kushona nguo mzuri, je, jina lako linatajwa? Hapo ofisini kwako, wakisema tunatafuta mtu mwaminifu, je, jina lako linatajwa? Ukiona jina lako halitajwa wanapotafuta watu kwenye field yako, tafsiri yake ni kwamba bado hujaweza kuonyesha namna ya kutumainiwa. Haya mambo matatu kama utaweza kuyafanyia kazi ndani ya mwaka mmoja, yanaweza kuongeza thamani yako maradufu zaidi ya ambayo ulionayo sasa hivi. Kumbuka, thamani yako haiongezeki kwa bahati mbaya. Thamani yako inaongezeka kwa kutengeneza mkakati maalum. Ningependa uniambie hapo chini kwenye comment, ni eneo gani katika haya maeneo matatu unataka kuyatumia kuanzia leo kuongeza thamani yako. See you at the top.